Agizo hilo limetolewa na afisa ustawi wa jamii kiongozi wa halmashauri ya wilaya ya Rumeru Restituta Mvungi katika maadhimisho ya siku ya kupinga ukatili kwa wazee duniani ngazi ya wilaya iliyofanyika katika kata ya Kikwe wilayani ya Rumeru mkoani Arusha, ambapo ameomba wazee kuwasilisha kero zao katika mamlaka husika ili waweze kupatiwa msaada unaohitajika kwa wakati. Mkiwa na jambo lolote dukuduku, una bima wanakusumbua nayo, pale hospitali kuna uongozi wa hospitali, kuna mganga mkuu wa wilaya, kuna ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii yuko, kuna ofisi ya kero, unapeleka kero yako usirudi nayo. Baraza la wazee la wilaya, ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba kila kata ina baraza la wazee na kila kijiji kina baraza la wazee, kwa ajili ya kutambua mahitaji ya wazee na changamoto za wazee muweze kuziwasilisha huku juu. Sisi hatutaweza kufika kwenye kila kijiji, lakini baraza la wazee la kijiji, la kata, la wilaya, mfanye kazi, mtambue mahitaji ya wazee ili muweze kuyafikisha panapohusika kwa ajili ya suluhu. Mwakilishi wa baraza la wazee mkoa wa Arusha Yohana Mengarana amewasihi watoto kutoatelekeza wazee na kuwa karibu nao ili kuwaepusha na ukatili wanaofanyiwa, huku mratibu wa kituo cha kulelea wazee cha Meru Eldale kupitia Dorcas Aid Tanzania Ruti Kaaya na diwani wa kata ya Kikwe Daniel Kaaya wakieleza umuhimu wa watoto na jamii kuwatunza wazee. Yaani damu mtoto aliyenayo ni ya kwangu. Nyama aliyenaye ni ya kwangu. Mfupa aliyenaye ni ya kwangu kwa sababu ametoka kwenye damu yangu. Sasa kwa nini damu yangu anitese? Kabla hujafa mtoto anakulisi. Anaangalia ng'ombe. Anaangalia shamba. Anaangalia magari uliyenayo. Anaangalia uwezo aliyenayo, anakusukuma. Wala ambapo hawana uwezo, kama una ng'ombe au wao wana uwezo, wale watoto wenye uwezo wanaenda kusaa kule nje, wanakuletea wajukuu. Hata sukari hawakuletei. Sukari hawakuletei. Unateseka na wajukuu, umeshateseka na yeye, unakuja kuteseka tena na watoto wao. Jumla wazee tunaowahudumia waliofadhiliwa wako 255, tunahudumia kata 7 Meru. Tunatamani watu waangalie wazee wao. Mimi wakati nazaliwa na kuwa sikuwahi kuona mzee anawekwa kwenye kituo. Lakini mimi nilishuhudia wazee wanaishi na wazee wengine. Yaani nyumba inaishi na mtu ambaye hajiwezi. Mzee inamlea. Anakula, anakunywa, analala. Lakini sasa hivi tumejizungushia fensi na mageti na wazee tunawaita wachawi. Hilo ni kosa. Tuwasikilize wazee. Na tukiwapa nafasi ya kusikilizwa, yale walioleta, yale malalamiko yao, shida zao, tuzifanyie kazi. Wazee wetu wengi sio kwamba wanakufa kwa sababu ya umri. Wazee wengi wanakufa kwa kupata msongo wa mawazo. Polisi kata ya Kikwe Inspekta Hugolin Masawe amesema changamoto iliyopo ni watu wanaofanyiwa ukatili kutojitokeza mahakamani pindi kesi zao zinapoitwa na kusikilizwa, huku baadhi ya wazee akiwemo Bi Zuhura Juma Hassan, Mshili Estomihi Mungure na Isaac Kaaya wakieleza changamoto wanazozipitia katika jamii. Mnawashirikisha washiri kuja kumaliza kesi za ukatili, na ndio maana wilaya ya Rumeru kitaifa tunaongoza kwa kesi za ukatili. Kwa sababu kwa mfano kesi ya kulawiti, kubaka, mzee manyanyaso na mtoto wake, labda kuhusiana na mali, tunajua kuzimaliza kinyumbani, kimila. Hiyo sisi tunatupelekea kwenye ugumu kusimamia hizi kesi zenu. Mimi na mwenzangu tumetembezwa sana mahakamani na mtoto wangu niliomzaa. Na kupigwa nimepigwa. Na mali zangu zikauzwa zote. Sasa hivi natunzwa na watoto wa kike. Vijana naomba muogope laana ya wazazi. Mmelala kwenye matumbo yetu miezi 9, tukawazaa kwa uchungu, tukawalea kwa uchungu. Imekuja tasafu. Imeandikwa vijana wakaachwa wazee. Mimi nina miaka 75, lakini nikanyimwa tasafu, nikaambiwa kwa vile wewe ni mshili uruhusiwe. Mshili na kulaga fimbo. Maana hiyo fimbo ndio inanitambulisha mimi ni mshili.
Hii habari ya bima ya wazee au ile hiyo bure, hiyo ni story. Mnafanya wazee kama kitu kiliochakaa. Skerepa hazina kazi. Hata skerepa za chuma zinakuokotwa siku hizi zinachemshwa na toka nondo na mishumaa na nini. Hiyo msitudanganye kwamba eti wazee sijui tunawaangalia au nini. Hayo ni maneno matupu ambayo yatabaki hapa. Siku zote tunasema wazee ni hazina na wanastahili kutunzwa na kupewa haki zao zote za msingi. Kutoka hapa katika kata hii ya Kikwe, halmashauri ya Meru, mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.